الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، naendelea bado katika surati Yasin na tulisimama katika aya 38 39 pitia tena inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نعم، نسمع مسألة جوا قبل نقول لمستقر لها kwa kiwango chake mpaka kwenye kituo chake cha qarar wal istiqrar na utulivu. Tukasema moja katika maana ni kwamba mpaka siku ya kiyama, siku ambapo kila kimoja ripuliwa na vyote vitakusanywa kwa pamoja, kila moja kitoke katika mwendo wake, ikavurugwa na kupasuliwa. وجمع الشمس والقمر. siku hiyo yaqulu insanu yawmaidhin aina almafar, hapana pa kukimbilia, dunia ndio ishaondoka, shavunjwa kila kitu. Kwa hivyo hiyo ni moja, lakini hasa lilmustaqir والشمس تجري kwa mfumo wa Ibn Mas'ud anaosema la mustaqarra laha, hakuna pa kutulia wala kituo cha kusimama ila siku ya kiyama. na wengine طبعا kwa maana hiyo al-shamsu tajri li mustaqar laha, kama tulivyoeleza jana kwamba inakwenda kusujudia kwenye arshi rahman na kupewa idhini ya kuendelea mpaka siku tutapoambiwa basi leo hakuna idhini, rudi ulikotoka, na huko tena itakuwa inatoka al-shams min maghribiha, hapo tena ikichomoka min maghribiha, siku hiyo tena hakuna kinachofaa siku hiyo خلاص umeshafikia mwisho, kikomo tena na kiyama tayari. Kwa hivyo kwa masala ya shamsu tajiri mustaqar laha inatosha kwa hapa, na ذلك تقدير العزيز العليم. ذلك تقدير العزيز العليم. اصلا hii masala ya mambo yalikuwa katika samaa, mbinguni juu, ni ilmu ndogo sana iliweza kukusanywa na binadamu. Iliyobakia tumsikize tu Mwenyezi Mungu anachotuambia, tukiamini, tukitaka tusitaki, kwa sababu imani sahihi ya kumjua uwezo wa Mwenyezi Mungu na kila anachosema ni haki, kila anachokisema ni haki. Kwa hivyo samaa fi al-Qur'an kutajwa kwa samaa, na samaa bi maana kila kilichokuwa juu ya kichwa chako inaingia katika samaa, kuanzia sentimita 5 10 juu ya kichwa chako mpaka huko mbele usiko kujua ulimwengu wote samaa, hiyo kilijua kichwa chako yote samaa. Na hutumika samaa kwa maana mbalimbali, samaa ikiwa mvua, samaa ikiwa mbingu yenyewe. السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. Mwenyezi anasema السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون, na mbingu tumeiumba kwa nguvu sana na tuko katika kupanua. Subhanallah. Na sayansi inasema hivyo, ulimwengu uko bado katika kupanuka na iko hivyo. Ikiwa samaa katika Qur'ani, katika vitu vyote vilivyo juu, aham wa abraz ma yuhimuna, ambayo ni muhimu kwetu sisi ni الشمس والقمر.
vitu viwili kwa sababu taathira yake kubwa katika maisha yetu na maisha ya ulimwengu unaoishi katika ardhi hii. Kwa hivyo Qur'ani imezungumza hadithi baadhi ya wakati mufassala kwa wazi kabisa, kwa ufahamu ulio mzuri kabisa. Hata tena wakati mwingine huwa anaapa Mwenyezi Mungu wa shams wa duhaha wal-qamari idha talaha wan-nahari idha jallaha. Pia na hali Mwenyezi Mungu hahitaji kuapa wala si lazima kwake kuapa, lakini anaapa kwa vitu alivyoviumba kutuonesha umuhimu wa vitu hivi. Na طبعا masala kwamba shamsi tajri limustaqarrin laha, na kale kishataja kwanza ayatul lahumul layl naslakhu minhu an-nahar. Kwa hivyo hapa mambo yaliyotajwa katika aya 37 na 38 ni jua na kwenda kwake, mwezi na kuzunguka mwezi na mwendo wake, ardhi na mzunguko wake. Hizi zote tatu hizi zina alaka kawia baina yao, kuna relation kubwa sana, mahusiano makubwa katika miendo yao, katika athari zao juu ya wenzao. Kwa sababu tunajua sisi ardhi inazunguka haula nafsiha, rotation, na inazunguka haula ash-shams, inazunguka dunia. Na inapozunguka njia kubwa inazunguka jua, ikawa tunapata nini? Tunapata hizi climates zetu. Athari ya kuzunguka kwa ardhi yetu, kuizunguka jua, tunapata vitu kama nini? Hali ya hewa mbalimbali kwa ajili ya ziraa, manufaa ziraa, kwa ajili ya climate weather, na kwa ajili ya haya mambo haya tunajua sisi tunapokuja katika Machi 21 inabadilika mpaka 21 Machi, Juni 21 mpaka Septemba 21 mpaka Disemba 21, season 4 tunapata nini? Tunapata aina 4 za nini, hali ya hewa mbalimbali, summer, winter, autumn na kwa hivyo hizi zina athari yake katika mazao, katika ni binadamu yanamhusu haya, kwa sababu anahitajia siku za joto, siku za baridi, siku za kiangazi, sio hivyo vitu vina umuhimu wake kwake. Kwa hivyo haya yote katika taathira ya nini? Ya mzunguko wa jua, au mzunguko wa ardhi kuzunguka jua katika siku 365 robo, ukapata nini? Mzunguko wa revolution, na mzunguko wa pili rotation kwa ajili ya mchana na usiku. Kwa hivyo katika haya mawili Mwenyezi Mungu kajalia mwezi uwe ni una hakika sana katika hesabu yake kuliko jua. Na kwa hivyo tunatumia miezi kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya ibada zetu, kwa ajili ya mambo yetu, hisabu zetu. Kama alivyosema wayasalunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu linnas. Sio wakuuliza kuhusu ahilla, wingi wa hilali, na hilali ni mwezi, mwambie ni kwa ajili ya nyakati, kwa ajili ya watu, kwa ajili ya sala zao, wajue umeingia alfajiri, kumetoka mwezi gani, mwezi umekwisha, mwezi mpya umeanza, mwezi mbamba unatazama, mwezi umeonekana, mwezi mpya umeanza. Kwa hivyo tujue nini, na haji na ibada zetu zote zinategemea ni siku za qamar, ziko more accurate kuliko siku za nini, za jua. Na hata hivyo kama tulivyosema, daima tofauti ya mwezi wa mwezi na mwezi wa jua tofauti. Kwa hivyo mwaka mzima tunapata siku 300, takribu 354 za qamaria, na siku 365 na robo siku za nini, shamsia, na tofauti karibu siku 11 na hizi kwa mwezi wa jua haubadiliki, kwa miaka ya jua haibadiliki, na baki siku zote vile vile, na hali ya hewa zile zile daima. Ikishafika Juni, Julai baridi, ikishafika Disemba, Januari, Februari joto, au sio? Na kwa hivyo lakini labda Mwenyezi Mungu kwa hikma yake kajalia ibada zetu tuzifanye katika mwezi wa qamaria, katika qamar. Unapoandama mwezi, ukamalizika mwezi, ukaja mwezi mwingine, tukajua Ramadhani imeingia, mwezi wa Dhulhijja umeingia,
ili hata mtu katika ibada zake anapotaka kufunga Ramadhani atapata siku za joto, akaonja utamu wa joto, na atapata siku za baridi, akaonja utamu wa baridi pia. Na kadhalika hija, mtakwenda miaka baada ya miaka kadha kwa hali ya afadhali nzuri, kwa sababu mimi siha yangu haistahamili kadha, si kwa mujibu wa haja zetu. Kwa mambo haya Mwenyezi Mungu amejalia katika mwendo wa jua na mwendo wa mwezi na mwendo wa nini, mwendo wa ardhi. Kuna mambo muhimu sana katika, ina athari kubwa sana katika maisha yetu. Jua tunazunguka na karibu yake kinachozunguka ni mwezi, na mwezi uko karibu sana na jua ukilinganisha na ardhi. Mwezi uko masafa hapo karibu tu, kilomita wanasema karibu 384,000 kilomita na 400, 384,400. Kwa ufupi karibu kilomita 400. Kilomita ngapi? 400. Yani hata hiyo nusu ya milioni haifika. Wakati jua umbali wake 150 milioni kilomita. Bali na طبعا kuna tawafuq na insijam baina ya mzunguko wa ardhi na mzunguko wa nini wa mwezi, hata tukaweza tukapata kwa hisabu nyakati zetu kutokana na miendo wa mwezi na ardhi. Na طبعا mwendo wa mwezi unakuja spidi zaidi kuliko ardhi kwa ajili ya kuweka hisabu. Wallahi hisabu daqiq Mungu kaipanga katika hii universe, katika ulimwengu wote, hisabu subhanallah, hisabu usahihi wake. Haya maneno mazika, dhalika taqdir al-aziz al-halim, dhalika taqdir al-aziz. Haya ni makadirio Mwenyezi Mungu anaweka yule aliyokuwa na nguvu zisizogharibika, halafu na ilmu kubwa sana, al-alim. Bila ilmu ya Mwenyezi Mungu hakuna zitakazoweza kwenda sawa sawa. Pangelipatikana nini? Pangelipatikana kinyume na aya inasema nini? والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه. ingelipatikana kwa قدرناه لا والله والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. ingelipatikana nini kama inavyosema aya, la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar, haiwi kabisa kwa jua kuidiriki na kufikia mwezi. Wala laylu sabiqun nahar, wala usiku usije ukautangulia ukaupita mchana, ukasema wewe mchana hapo mimi nakuja tena usiku, popo kaingia usiku tena mara pili, mchana umezuba nyuma. Haiwezekani. Wala laylu sabiqun nahar na hali wa kullun fi falakin yasbahun. Hebu mtu akae zingatie sekunde ngapi hivi. Haya maneno yamesemwa na nani? Profesa nani? Profesa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anaweza kusema Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mwaka wa 570, mwaka 600 na katika karne ya 6 baada ya kuondoka kwa Isa, wakati wa utume. Haya maneno watu walikuwa katika kiza cha ilmu, halafu na leta maneno kama haya yenye kuthibitishwa sasa katika baada kupata zana zote zilizo nazo za kutafutia facts, zana zinazotumia za kisayansi. Maastronomers wanakwenda wanapeleka zana zao juu, mateleskopu wanatizama, masatellite yanafanya kazi. Haya yote yanakuja kuambia nini? Yanaambia washamsu tajri mustaqarra laha dhalika taqdir al-alim. Yanaambia nini? Yanaambia al-qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal-urjun qadim. Yanaambia nini? Yanaambia la-shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wala al-laylu sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Subhanallah, aya kama hii, dhalika taqdir al-aziz, dhalika kwa yote yaliyotajwa hayo, sio jua tu peke yake. Yote haya ni takdir, yamekadiriwa kwa qadar. Tunaposoma katika aya ya surati Muzammil, Mwenyezi Mungu anasema nini katika kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ninajua wewe na masahaba wako mnasali, mnajipinda kweli usiku kusali qiyamul layl. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu
adna min thuluthay al-layl wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. Mwenyezi Mungu anajua namna gani unaposimama kidogo kasoro thuluthu mbili, yani chini ya 66% ya muda usiku time wa nisfahu, na mwingine 50% ya wakati wako usiku baina al-isha na adhan ya subhi, wa thuluthahu, na mwingine 1/3 ikiwa masaa 9 baina isha na alfajiri, masaa matatu tunasali 4:30, masaa 5, 5:15, muda mrefu. Yani inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layl wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. Na kundi wale masahaba walikuwa pamoja. Wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar. Subhanallah. Wallahu yuqaddiru al-layla, anayekadiria, anayepanga kila kimoja katika hivi vilivyoumbwa vikatupwa juu katika space, kila moja kinakwenda kwa hisabu yake na inarudi kama desturi. Hada kal'urjun qadim, inarudia, sio asbaha imekuwa lisara au ada yaudu tena na tena kwa mpangilio kabisa, mpangilio uliokuwa dakika, uliokuwa wazi kabisa. Wanani wadhālika taqdirul aziz alim. Ikiwa aya hii kasema dhalika taqdirul aziz alim, alafu kasema wal qamara, kwanza lafta hapa zama wash-shams tajri, hapa hajasema wal qamaru kwa dhamma kwa fatha, imetangulizwa maf'ulun bi, wal qamara qaddarnahu iyyaka na'budu, mfano balillah fa'bud, fa'budillah. Kwa hivyo wal qamara qaddarnahu ni hii qaddarnahu dhalika taqdir aziz alim, haja kurejea yote yale yatosha qaddarnahu, au kama ile wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar. Kwa hivyo bitaqdirin ilahi, kwa mpangilio na makadirio ya hisabu kubwa. Hakuna kompyuta yote ya dunia inaweza kufanya jambo hili. Vitu vinakwenda katika mwendo wake wa desturi bila kugongana. Na ulimwengu wa juu huko umejaa kila kitu. Tena samaa dunia tu hatujui samaa ya pili na tatu na nne na saba hali gani vyombo vilivyokuwa huko. Allahu wahdahu a'lam. Subhanallah. Yani mbingu ya dunia leo, hizi familia zilizokuwa juu za familia za nyota, na ndugu yao huyu mkubwa yuko ndo baba yetu sisi, jua letu ni nyota kama nyota nyingine. Hizo zote ni nujumu, zote ni nyota. Kwa hivyo والقمر قدرناه منازل, tukajalia vituo vyake, ambao wanasema katika mwezi mna vituo 28, na والقمر قدرناه manazil, katika kutua kwake kila siku tofauti katika kuzama kwake. Mwenyezi Mungu amejalia, au kama katika aya nyingine nasema wa qaddarahu manazila lita'lamu adada as-sinina wal hisab, hii kwa ajili ya mwezi. Lakini hasa ukitazama aya tokea mwanzo inasema nini? Huwa alladhi ja'ala ash-shamsa dhiyaa, alojalia jua la nini? Linatoa mwangaza, yani asubuhi. Huwa alladhi ja'ala ash-shamsa dhiyaa, kwa ajili ya kutoa asubuhi kupata mwangaza. Wal qamara nuran, yani usiku. Alojalia mchana na usiku kwa mfumo huu. Huwa alladhi ja'ala ash-shamsa dhiyaa, amejalia jua kwamba ni kutoa mwangaza kwa ajili ya watu pale. Wajalna sirajan wahaja, ili wapate nini? Wapate kutoka wakatafute lele libasa. Jalna nahara maasha, azia wakatafute maisha na kwenda kutafuta riziki. Wal qamara nuran, watafauti baina dhiyaa na nura. Dhiyaa ni self, kwa kizungu tutasema self illuminating object, ni kitu ambacho chenye kutoa mwangaza kwa nafsi yake, kwa dhati yake, nalo lijua linatoa mwangaza. Ukitia tochi betri ndani ukiwasha ina illuminate, sio wenyewe. Lakini mwangaza huu haupati katika mwezi. Mwezi unafanya nini? Unategemea mwangaza wa jua alipige juu yake, halafu ikireflect ikaja kwetu, ndio tunaona kwa hali ya position ilipo na shape yake tunaiona ilivyo. Napiga jua kwenye mwezi,
halafu mwezi mwangaza ule unafika kwetu. Waja'ala nini? Wal qamara nuran. Nur ni mwangaza tu unakuja ukapiga juu yake kutokana na jua, hauna mwangaza wenyewe binafsi yake, kwa sababu Mwenyezi Mungu asema ja'alna al-layla wa nahara ayatain famahawna ayat al-layl, tumeufuta ishara na miujiza ya usiku kwa na mwangaza wake ukazima. Na itakuja siku idha nujumu tumisa, siku tupozimwa nyota zote, weka off, switch off nyota zote zitazimika siku hiyo. Wajumia ash-shamsu wal qamar, najua jamaa ash-shams na qamar zitakusanya hatari siku hiyo. Ya Rabbi sallim, ya Rabbi sallim. Huwa alladhi ja'ala ash-shamsa dhiya'a wal qamara nura, na hii tofauti kubwa. Tabaraka alladhi ja'ala fi as-sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan, jua, wa qamaran, mwezi munira, yenye kupata nur kutokana na jua. Na hii pamoja na aya hii dalili kubwa ya karne kabla karne 14 nyuma kutuchambulia scientifically kisayansi namna gani kwamba huyu anategemea huku apate nuru kutoka huku, subhanallah. Lakini hasa dhiya yenye kutoa mwangaza ni mwenye jua, na ndio anampa mwezi, na mwezi na reflect kwetu, na kutokana na hii reflection ndio tunapata shape mbalimbali za mwezi, na tukajua leo mwezi umemalizika, leo imerudi kal-urjun al-qadim, au sio? Kama nini karara itakuwa kongwe, ile sehemu yenye kukaa tende leo jitu ile unapokauka. Sema subhanallah, Mwenyezi Mungu anapiga mfano, huwa alladhi khalaq wal qamara qaddarnahu manazila, tumejalia manazil mbalimbali. Linapokuja mwezi ukakaa sawa sawa na ardhi, ukakaa sawa sawa na jua, inakuwa huwezi, hatuwezi kuona mwangaza wake kupiga ka reflect kwetu, hakuna. Kwa hivyo inakuwa mu'tim, inakuwa kiza, inakuwa katika hali ya muhaq, ndio mwezi unaonekana kabisa. Na unapopiga ukaonesha nusu ya sura yake, utapata Badr, layal bidh, siku za tarehe 13, 14, 15. Kwa hivyo mwezi unakuja unarudi tena mwembamba kal-urjun, karara qadim, ulokauka ukafanya kupinda, ukapiga manjano. Mambo mangapi? Ukauka kwake kunajalia kupungua kwa maji, na size yake inapungua kichoka elements hydrogen na oxygen, maji, au sio? Kwa hivyo unafanya nini? Unakaukiana, unajipinda wenyewe. Unapojipinda na unageuka rangi kwa manjano. Basi tazama hilal wakati wa mwezi unapoandama, au mwisho, siku ya mwisho unapokuwa hivyo. Kwa hiyo unaanza mbamba, unakuwa mpaka unakuwa Badri kamili, halafu unapungua tena mpaka unafikia katika kiza, halafu unakuwa mbamba na ngeli. Hizi zote Mwenyezi Mungu amekadiria manazil. Manazil qadar hata ada. Kwa nini ada ijawa sara au asbaha au nini? Ada kurudi tena kuanza tena another round ya mwezi mwingine. Ataala kal-urjun al-qadim, ndio kama ile mshepu ya hilal, mwezi ule wa kuandama au mwezi wa kumalizia mwezi, sawa al-urjun al-qadim. Kwa hivyo hapa tukija katika aya yetu, huwa alladhi ja'ala ash-shamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazil, wal qamara qaddarnahu manazil. Aya 39 hii inakwenda sambamba na aya hii, wa qaddarahu manazil. طيب hapa mwanzo kasema huwa alladhi ja'ala ash-shamsa dhiya'a, sawa, na la pili nini? Wal qamara nura. Vingapi hivyo? Viwili, sio? Halafu hajasema wa qaddarahuma, si viwili? imerudi wa qaddarahu. Huu dhamir yaudu ila madha? Ash-shams hiya wa qaddaraha wal qamar huwa, sio? Wa qaddaraha wala wa qaddarahu, sio vyote vile wala si jua, bali ni mwezi. Kwa hivyo qadarahu, mwezi huu manazil. Watakujua qadarahu kusija nini? Nenda katika sura Yasin, wal qamara qaddarnahu manazil hatta aada kal-urjun al-qadim. Kwa hivyo qadarahu ma'a manazil, halafu chukua hatta aada kal-urjun al-qadim, halafu malizia aya yako lita'lamu adad as-sinin wal hisab. Allahu akbar. Lita'lamu
adada sinina. Jaribu kuchanganya aya mbili katika jigsaw puzzle yako, kipande hiki upate sehemu ya shikio na sehemu ya nywele hapa juu, mfano wake tunapanga kwa picha kubwa kwa jigsaw puzzle, vipande unachomeka hapa, unachomeka mpaka unapata picha kamili. Sasa wewe ukitazama aya hii, huwa alladhi ja'ala ash-shamsa dhiyaa wal qamara nura wa qaddarahu manazila. vipi maana yake kuhadhiri manazil? Kisema sura Yasin, wal qamara qaddarnahu manazil hatta aada kal urjun alqadim, mpaka marudi mwezi mwembamba. Kwa nini? Ili uanze mwezi mpya. Siku mwanzo mwezi mwandama fungeni, mwezi mwandama kuleni, leo sikukuu, kesho sikukuu, au sio? Kwa hiyo hapa litaalamu adada sinina wal hisab, litaalamu ili mjue nini idadi ya miaka na hesabu zenu. Ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqq, ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqq. Subhanallah. هو الذي أضاء الشمس وأنار القمر. أضاء الشمس وأنار القمر. Ameipa mwangaza wake mwenyewe binafsi jua na kaipa nuru, basi inajua kutoka nini? Kutoka na jua. Kwa hivyo hata masala ya والقمر قدرناه منازل, madha kila kitu kinakwenda kwa mpangilio na hesabu yake, na hakuna migongano, hakuna kupitana, hakuna kutangulia, hakuna kurudi. Mwendo wa mwezi umekuwa mkubwa zaidi kuliko kujua. Kwa ajili ya nini? Ipatikane mwisho wake, upatikane siku za kuweza kuhesabu mpaka tukajua mwezi umeanza, mwezi kukati, mwezi umalizika. Ndio kwa maana akaja kusema la shamsi yanbaghi laha an tudrika al-qamar, haitakiki wala haiwi kwamba jua kuidiriki na kuifikia na kuikurubia ni mwezi, kila moja katika pala pake. Wala al-lailu sabiqu an-nahar, wala usiku hautangulii mchana ukakutana ikawa zote ya usiku double imekuja. Leo mbona usiku umekuja double? Kampita bwana, kuna resi anazifufua mwezi unafufua, anazifufua atakumpita ingie mwanzo. Wala al-lailu sabiqu an-nahar, wala usiku haupiti mchana. Na haya yote yanaelezwa kwa ufupi bi khulasa. Tuna conclude hapa, kusema nini? Wa kullun fi falakin yasbahun, kullun zote fi falakin, katika njia yake. Naziona njia za treni zile, kila moja inapita treni ya kwenda north na north east, ikifika pala kila moja inaachana mwenzio na kwa njia yake, na kwa au sio? Treni ya pili inakuja ipita huko, treni inakuja huko, si aghlab kugongana, lakini si kugongana, imetoka njia imekwenda huko binadamu, bi fi'li ibn adam. Wallahi ingekuwa Mwenyezi Mungu anafanya makosa, astaghfirullah, kama ingekuwa anafanya makosa kidogo imechomoka pala pake kenda huku, ikiwa sio kwa kusudia, basi ulimwengu zamani ingekuwa huko ushatoweka, zamani ingekuwa ushatoweka. Naam, lakini kwa rehema zake amejalia kila kitu bimiqdar, wa kullu shay'in indahu bimiqdar. Subhanallah, bimiqdar ilahi, kiungu kabisa na kuhesabu kubwa kweli. Usitizame ukasoma dhalika taqdirul aziz, ukaichukua sahibul izza, mwenye nguvu wa kufanya kila jambo, halafu alalim, mwenye ilmu ya hali ya juu kabisa. Sikuna mfano, ilmu hii ndio alisababisha kila kitu kinachokwenda. Wewe tizama juu usiku, tizama nyota zimoja, halafu tizama useme kwamba kila nyota katika hizi ndio familia ya galaxy yetu hii Milky Way. Yani hivyo kila moja kule wanazo ni hivi vinazunguka planet, sayari. Sasa sayari zenye kwenda ni sayari sayari hivyo, tuseme kama zile nyota zile zina sayari kama sisi sayari zetu planet 9 ziko, sio? Wanasema na wale kule wanazo 9 pia au 10 au ngapi, hizo zote familia kama jua letu. Jua ndo katikati, ndo baba mtu, natoa mwangaza, na kuna smaku ya kuacha kila moja izunguka katika falaki yake. Yani sisi tunaelewa katika anga. Naam, ukienda katika
planet nyingine, ukitizama ardhi sisi kama tunaona planet yote nyingine, na sisi tuko kama wao. Vipi sasa tunalea katika naam, sisi tumo kullun, sio wao na sisi hatumo. Sisi tuko katika ardhi tumetulia, na sisi tunazunguka. Lakini sasa mzunguko mbona uhisi, mbona unazunguka kama nazunguka na mpira wetu, ardhi yetu ni duara, na tutafika juu utatumbukia chini udondoke, na alokuambia utadondoka. Na tunasema siku zote kama kitu kikiwa katika hisabu daqiq, tuchukue akili ya kibinadamu. Binadamu huyu kakamata kamba katika kama kitu mbele kaweka jiwe, akizungusha kidogo itadondoka kama unavyomfundisha mtoto, hebu zungusha jiwe. Lakini yule walikospati akikamata ncha mbele akainua mkono akazungusha kwa nguvu, itaanguka. Atakwenda hata mara milioni, atazungusha jiwe liko pale pale, au sio? Kitu gani kilichofanya jiwe lile lisite kwa spidi kubwa, na ukipunguza spidi kidogo kidogo mara itafanya jiwe litadondoka, sio? Kwa hivyo ukitoka katika spidi yake, hata mfumo principles za physics hapa inasema kwamba itadondoka. Kwa hivyo tumia throw your physics to the dog, kama alivyosema Shakespeare. Tumia elimu yako yote ya physics, basi physics ile ya kidaktari, physics yako yote tumia katika nini? Katika kuweza kuendesha ulimwengu. Ile ni chanzo cha kuweza kujua elimu ya Mwenyezi Mungu, namna gani alivyoacha vitu vyote hivi vinazunguka kwa spidi maalumu ili visidondoke vikagongana au vikatoka katika njia yake, katika orbit yake. Kama yule anapanda motorcycle katika wall of death, anasema ukuta duara, anazunguka mwanzo kidogo, mara hiyo anazidisha spidi, anazunguka na huko anapanda juu, anazunguka kisha maliza mara ngapi, ikisha kidogo kidogo anashuka chini, akifika karibu na mwisho fanya anapunguza spidi mpaka anashuka, au sio? Unaona ajabu vipi motorcycle iko katika ukuta wa sakal wa ndio. Basi maintain some physical properties, the physics, tumia pale knowledge ya physics. Kadhalika hivi Mwenyezi Mungu anatupa fikra kuweza basi kualau kutia akilini kwamba hivi vitu vyote vinakwenda wa kullu fi falakin yasbahun, vinaelea vitu hivi la wallahi kwa hikma kubwa, kwa hisabu kubwa, kwa ilmu kubwa, kwa uwezo mkubwa na kila kitu. La hakuna kupunguza spidi wala kugongana wala kupishana, kila kitu kinakwenda sawa. Na siku zote tunasema kama tumetaja kuna comets ambazo pia zimo katika nini? Katika hii solar system yetu kuna comets aina mbalimbali, tunaita Kiarabu ita mudhannabat, yenye mkia kama moto unatoka nyuma. Na tumesema comet Halley ndio aligundua kwamba hii Halley inapita kila baada ya miaka 76 inapita karibu na ardhi yetu, kwa sababu orbit yake, falaki yake iko mbali sana, inazunguka huko. Basi hata ikija karibu na mzunguko wetu wa ardhi, huja ikapita sehemu ambayo kwa telescope zetu tunaweza tukaiona, hiyo inapita sasa baada ya miaka 76. Na Mwenyezi Mungu amempa binadamu hisabu, na akafanya hisabu, na katika 1980s wakaenda na zana zao na mateleskopu yao, wamekaa siku 2-3 nasubiri ifike wakati wa kupita Halley, kwa sababu wamesema kwa mujibu wa mzunguko wa ardhi na kwa mujibu wa ilipo position sasa hii comet yenyewe, basi itaonekana watu watakao kwa watu wa New Zealand na Australia sehemu zote wataiona. Wakaenda kukaa katika eneo ya juu kabisa ya milima, wakaweka zana zao wanangojea ipite. Na kwa hivyo hapo ndo karibu, kwa sababu duara yake kubwa imepita kwa mbali huko, lakini katika kupita imepita karibu na surface ya earth, haiko mbali sana. Kwa hivyo wakaenda na hiyo ikapita hiyo, na nyuma inatoa moto inawaka hiyo kama ndege ya jet inatoa moto basi na ile inapita hiyo, wakaiona wakachukua, tukaziona live katika TV katika 1980s hapa. Baadaye tena from 1980 ngapi sijui, ngojea another 76 years itapita tena, na pengine katika mzunguko wa ardhi itakuwa labda sehemu ya Amerika au sehemu ya Antarctica wapi, ndio itakuwa karibu na wakati utapita tena. Na Mwenyezi Mungu kampa hesabu binadamu na kaithibitisha na kaiona, yani kila miaka 76, dalili ya kuonesha kwamba hizi hesabu mimi nimekupeni nyinyi binadamu mjue hasa kefu. Ikiwa hilo mmeweza kulijua, vipi hisabu zangu mimi nikafanya mpaka nyinyi nikakupeni hiyo tone ya ilmu mkaweza kujua?
Tabi ilmu yangu nilokuwa nayo mimi, nyie mnazungumza katika kijilimwengu hichi na hii mbingu yenu ndogo, na tena katika vitu vizuka katika solar system yenu tu, hamjatoka hata nje solar system ya jirani yenu, wala hamwezi kwenda. Iko ndugu zenu walikuwa juu, Saturn na Uranus na Neptune na Pluto, hamwezi kuzifikia. Mnataka miaka maelfu kwa maelfu ili mfikie solar system yetu. Mtaka kujua na huko, mtaka kujua ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. وآية على الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. الشمس لا تدرك القمر في سيره katika mwendo wake. Naam, hamjaiona, mnaona kwamba mwezi unakwenda mbio zaidi kuliko ardhi, sio? Na zaidi kuliko jua, lakini hata hivyo la tudriku, hazijui wala zishiki. Unaona namna gani ingelikuwa inakuja chochote kinakwenda spidi kubwa, bila shaka na pakatokezea mgongano, basi athari kubwa ingetokezea katika miangaza, katika mchana na usiku, katika mambo mengi tu. Pengine ingelikuwa jua linasogea tu zaidi karibu yetu, pengine teketeza kila kitu. Imewekwa kwa hisabu dakika, kitabu ingelirudi nyuma ikaenda umbali zaidi, pengine piga baridi hapa kama barafu tupo katika ardhi. Kilomita ngapi? 150 milioni. Kama inatoka katika njia yake ikashuka badala ya 150 milioni ikawa 145 147 milioni, milioni 3 milioni 5, kilomita zimepungua ikawa karibu na sisi, ilikuwa hatari. Tungeliungua hapa, tungelibabuka kile hicho. طيب na sikujua niliposhuka karibu na utosini. Je, ya Rabbi salim, ya Rabbi salim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد نبينا وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.